Toka Suna East uko pale Junet kuna ward nyingine huko inaitwa kwa ward. Mimi nagombea huko 2027. Nagombea nione. MCA. Unione mimi kwa nyumbani yangu. Oda boss. Sasa mimi Sasa mimi leo ni siku ya kwanza kuja hapa. Yes. Mimi nimekuwa nikisikia mtu anaitwa Nuro Kanga. Nimekuwa nikisikia Umosh, nimekuwa nikisikia kwa mada acha na story. Sasa mimi nimekuwa nikiona tu kwa TV. Nikasema leo lazima nifike niwaone. Yes, easy. Sasa mimi napenda siasa sana. Kitu nataka nianze nayo ni issue yenye watu nasema eti ni issue yenye Okanga amezungumzia hapa eti Raila ako kwa serikali. Mimi nataka kusema hivi. Venye jana mlisikia venye baba aliongea, baba yuko kwa serikali. Kwa sababu baba angekuwa kwa serikali angepewa kakiti. Sasa hii baba hata sio hata hayuko hata kwa cabinet, na watu wamekuwa wakisema eti baba anakula na serikali. Na mimi nataka niwaulize, sasa hii baba alitoa tu watu wake wakaingia kwa serikali ili wasaidie Ruto. Baba hakupewa kitu yoyote. Unaona? Hata sahi baba sahi kuna 80 years. Anaweza pewa nini yenye sahi hana? Ni pesa gani yenye serikali inaweza pea Raila yenye itamlisha kushinda zile zenye ako nazo? Mimi kama mtu wa huko Suna East nataka niongee kuhusu mbunge wangu Junet. Amekuwa katika bunge. Junet, huyu Junet Uwezi sahi ukamuona sahi kama election bado. Unamuona tu kama election inakaribia, anakuja tu huko anasema niko na baba. Eti nasaidia baba huko mbele. Na barabara ni zimekuwa matope sana. Kabisa. Time yenye anakuja huko anakuja na ndege. Anakuja na ndege. Inampeleka hadi huko Suna East. Anapatana watu 500. After hiyo amepotea. Ananguruma kwa bunge. Akiguruma kwa bunge utadhani eti anafanya kazi. Lakini sasa hii ni minority lakini Suna East iko chini. Unaona? Sasa wabunge wetu hawafanyi kazi. Na ndio maana unapata wengine wanaenda nje kama ni wagonjwa. For example, hapa Nairobi ukiangalia mambo ya health, Nairobi iko chini. Ona watu wa Suna East. Wewe unajua unatoka Suna East kidogo. No. Unatoka Suna East. Usipika bwana. Bwana, hautoki Suna East. Hautoki Suna East. Mimi hautoki Suna East. Mr. Speaker. Sasa niongea. Mr. Speaker, kuhusu magovernors wetu kwenda huko nje, mimi ninaipinga kweli. Kwa sababu unaona mambo ya health Nairobi, hakuna chenye governor wa Nairobi anaweza kusimama ili aseme ama ataje vitu zenye amefanya. Oda. Akisimama chenye anasema ni chakula ya watoto. Chakula ya watoto ndiye anasema chapati. Na mimi nataka niwaulize, ni Nairobi pekee ninalisha watoto lunch? Angalia kamera. Watoto wanalisha huko Mombasa, watu wanakula lunch. Huko Kiambu watu wanakula lunch. Kajiado kuna lunch. Sasa wananchi wanataka wapeleke tu Sakaja eti juu ya lunch. Juu ya lunch ya mtoto. Hiyo ni taxi ya watu wa Nairobi. Na hiyo pia kama kuna mwenye atakuja kama governor ama kama Babu Owino atakuwa amesimama akikuwa governor itaendelea hivyo. Hii haiwezi kusimama. Na tena mambo ya CS Duale nikimalizia kuweko kwa ministry nyingine, mimi ninaipinga na ninafurahia kwa sababu yenye nafurahia ni hii. Unajua Duale ni loyalist wa president. Hata kama ingekuwa ni wewe, mtu asimame na wewe, mnakumbuka time ya Uhuru. Uhuru alikuwa anafinya Ruto alikuwa anafinywa, lakini wakina Babu Owino wakina Duale walisimama na yeye hata kama ilikuwa mbaya kiaje. Sasa lazima huyu jamaa hata kama amepelekwa kwa nini nyingine ni mzuri kwa sababu ni loyalist wa president.
maana gani mimi ninapinga hii maneno? Ninapinga kwa sababu mtu hawezi akatolewa kwa Ministry of Forest apeleke kwa Ministry of Health, na unajua Ministry of Health ni one of the ministry yenye nataka technical yeah, mtu mwenye professional sana kwa hiyo kazi. Sasa hapo alifanya vibaya, lakini mimi na support serikali. Mimi niko kwa serikali, mimi siko kwa opposition. Hakuna hata mtu alisema eti Raila alisaliti wananchi. Mimi nasimama na baba hadi milele. Ndio hiyo. Watu wa Suna East amesema barabara hakuna kwao.